Yangu maarufu naitwa Mama Linda, niko hapa Lumumba, lakini mimi kwa majina naitwa Mary Stefano Biila. Ila jina langu maarufu ni Mama Linda. Sawa. Nauza vipodozi. Yaani kitu ambacho nimejifunza cha kwanza kabisa kwa hao wenye nyumba. Sawa? Wanavyojenga waangalie, kwa sababu ni vyumba vimebanana sana. Sawa? Maduka yamebanana sana. Ukaribu umekuwepo sana na ndio umesababisha paka ile ajali ikatokea. Sawa? Alafu kingine tena nilichojifunza, watu wakate bima. Kama una bima utafanya kazi vizuri, utakuja utafidia chochote kile. Hicho ndio nimejifunza. Jina naitwa Makwei Joseph Kulwa, ni mkazi wa Mwanza, mfanyabiashara wa vifaa vya simu. Japokuwa hatujaathirika lolote, janga halijaweza kufika upande wetu, lakini limeshia kwa majirani, tunawapa pole sana. Na jingine pia natoa wito kwa wawekezaji, ikiwezekana wapate hao wamiliki wa majengo ambayo yameshakuwa ya muda mrefu, kwa sababu inasababisha hayo service inakuwa ni ngumu. Upande wa umeme inakuwa ni shida, jinsi hata kama short imejitokeza kuitatua inakuwa ni tabu kulingana na majengo jinsi yalivyokuwa ya muda mrefu. Kwa hiyo ningeshauri wamiliki wa majengo waweze kuwa wanapitia nyaya zao kila wakati na kuangalia shida iko wapi swala la umeme kwa ujumla. Mimi nimetokea Kabila, nimekuja kuchukua mzigo, ila sasa tumekuta hii ajali imetokea, ajali ya umeme. Ndio kwa sasa tunahangaika hivyo, shani asili kwa sababu vitu vimeteketea. Na tumezungumza na manager wa TRA, kaimu manager hapa tulikuwa naye, lakini halikadhalika kama ulivyosema tutahitaji pia kukutana na taasisi za ukopeshaji, hasa mabenki na halmashauri. Tumesema tutakutana nao ili kusitisha zile leseni zao zisiendelee kuleta athari kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo hizi taasisi tuhakikisha tutakaa nazo tuone namna gani mikopo yetu itasitishwa ili kuepuka wafanyabiashara wasiweze kuuziwa nyumba zao. Kwa hiyo ndio kazi tutakayoifanya sisi kama jumuiya ya wafanyabiashara patakapotulia. Kwa sasa ni mapema sana kuwapata wafanyabiashara, kwa sababu wengi kama unavyojua athari iliyotokea ni kubwa na wamepoteza mali zao nyingi. Kwa hiyo baada ya siku moja mbili tutawatafuta, tutakaa nao kuona kila mmoja mwenye changamoto katika taasisi yoyote, ili tuweze kufika katika hiyo taasisi na tuweze kutengeneza makubaliano ambayo hatakuwa na athari kwa wafanyabiashara. Naitwa kamishna msaidizi wa zimamoto na uokoaji Elisa Mugisha, ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza. Jana tarehe 3 majira ya saa 1:53 tulipokea taarifa kwamba kuna moto mtaa wa Lumumba. Kwa hiyo ndani ya dakika 3 tulikuwa tumeshafika eneo la tukio kutoka kituo chetu cha Nyamagana, ambapo sio mbali kutoka hapa, lakini tulikuta moto ukiwa ni mkubwa sana. Tulianza kupambana nao na ulikuwa umepita juu kwa juu kwenye dari na kutokea mtaa wa pili hapa mtaa wa Lumumba hadi mtaa wa Rwagasore, lakini tuliweza kupambana kwanza kuhakikisha moto usambai kwenda nyumba za jirani, kwa sababu nyumba za hapa zimegusana. Ile nafasi iliyepo kati ya jengo moja na jengo lingine imeunganishwa, wanafanyia biashara pale. Wao tukajaribu kupambana kuhakikisha moto hausambai. Lakini kingine ambacho kilikuwa ni changamoto, kila duka, karibu maduka yote yana dari, na kwenye dari wanatumia kama store, na kule ndio kulikuwa kumeathirika zaidi. Sasa namna ya kupambana na moto ambao upo kwenye dari ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa inabidi labda ushushe dari chini ambayo tayari imejengewa kwa uimara ili iweze kuhifadhi mizigo ili uweze kupambana na moto. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu sana. Kingine ni bidhaa mbalimbali zinazouzwa huko. Maduka haya mengi yana vipodozi. Vipodozi kama perfume zinakuwa zimetengenezwa katika hali ya kwamba ikipata joto inalipuka. Kwa hiyo kulikuwa na milipuko mingi sana na mikubwa sana. Watu wakawa wanafikiria hapo kuna nini vitu vinalipuka, kuna mabomu. Hapana, yalikuwa mabomu, ila zilikuwa ni aina ya vipodozi kama vile perfume. Lakini tunashukuru Mungu kwamba moto uliweza kuwa majengo moja tu la pili, ila majengo mengine yaliyosalia takriban 4 yaliyozunguka tuliweza kuyaokoa. Ukiangalia majengo mawili yalikuwa na maduka kama 77 kwa ujumla wake, lakini yaliyoteketea ni maduka 54. Kwa hiyo maduka
takriban 23 hivi yameweza kuokolewa, lakini mengine yameteketea kabisa, lakini mengine yameteketea kwa kiasi kwamba waliweza kuokoa mali zao. Sisi tunawashukuru sana uongozi wa mkoa wa Mwanza ukiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa Said Mohamed Mtanda. Tulikuwa naye, tumekesha naye na mpaka muda huu bado tupo naye. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Mama Ana Makilagi tulikesha naye na mpaka sasa hivi bado tupo naye. Kwa hiyo uongozi umetoa ushirikiano mkubwa sana na wananchi wametoa ushirikiano wa kutosha. Tunashukuru jeshi la polisi kwa sababu ilikuwa ni usiku na watu wenye nia mbaya pia wapo ambao ni vibaka, lakini wanaweza kudhibitiwa. Nyinyi wenyewe mmeona jana usiku tulivyopata shida, wengine wameziba vichochoro, wameweka maduka. Sasa huhitaji kushurutishwa, mitaa yote iwe wazi na wamachinga pia wazingatie sheria za nchi, kwa sababu tukienda kwa mtindo ambao tunakwenda, hata vyombo vyetu vinapotokea majanga vitashindwa kuingia na kufanya uokozi kwa haraka. Lakini wito wangu mkuu wa wilaya, hao wamachinga waelekezwe kwenye mitaa ambayo au katika maeneo ambayo watafanya biashara zao na maisha yao yaendelee. Tuwajengee mazingira bora, tusitumie nguvu kubwa kuwapiga au kuwatoa mitaani. Badala yake tupange maeneo mazuri yanayofikika kwa urahisi, waende huko ili wakafanye kazi zao. Tuwape ulinzi kwenye hayo maeneo tutakayowapa, wakati tunaendelea kutafakari na kuona njia bora zaidi ya kukabiliana na misongamano katika mji wetu. Kwa hiyo tutoe ushirikiano. Mkaidi huwa hafaidi mpaka siku, na asiyesikia la mkuu siku zote huvunjika guu. Asanteni sana.